shita kombaga Shiara gaire no tuko haragane tamaya dero Sosia kwa shie inyo shenangane goiwaru no ndore papango kwera matika utengoro yaku Tikano imewela ine watu Kapangalia wa shaitani Sosia kwa shie inyo shenangane goiwaru no ndore papango kwera matika utengoro yaku Tikano imewela ine watu Kapangalia wa shaitani Wakasaka finance. Magisoni, Ambitious Wallet, Dirika Camilo, thank you. Easy Janik Sota. Maret Nori. Facebook live. Yes. Hi guys, mambo vipi? Kama kawaida mimi naitwa Joe Katal. Na leo nimekuja kuwauliza swali, kwani mnatakaga aje? Nimekuja kuwauliza swali, kwani mnatakaga aje? Sababu mimi najua hawa watu kwani wanatakaga aje. Mambo ni mingi sana inajiuliza kwa watu wangu, inajiuliza kwani mnatakaga aje? Kwani mnatakaga aje watu wangu? Mnataka vitu za bure mtakufa bure. Mnataka vitu za bure mtakufa maskini. Mnatakaga aje? Yalla, finish water. Halas? Halas. Okay. Too much sour water. Watu na wauliza mnatakaga aje? What do you want? Unaona, mtu anakuja na kiherehere yake. Anaanza kusema ya wacha kukono wa Kenya. Mimi ati watu wanakujaga na 1000 na sijui ngapi. Lakini hiyo ni mdomo tu uko nayo, huna connection yoyote. Hujai hata leta mtu wa kwenu. Wacha na watu wenyewe wenye hujui kama mimi watu wenye sijui. Hata watu wa kwenu hujawahi leta, hata hujui wenye kunaendaga ni kuropokwa tu. Mimi swali yangu najiuliza, kwani mnatakaga aje? Mdomo uko nao ya kuongea sana, uko na kidole ya kushida ukitype, una type vitu ambazo ni nonsense, lakini ukiulizwa swali hata moja venye kunaendaga, kuna kitu unajua. Ndio maana mimi nauliza, kwani mnatakaga aje? Mtu ana kiherehere yake ndio kwa huku majuu anajaribu kuwaste masaa ya Wakenya ambao wako Kenya. Wakenya nao kwa sababu wako desperate saa hii, wanaona tu ni kama wanataka kunyang'anywa. Sasa wameanza kusahau mimi ni yule Joe Katal ambaye hakuagi conman, ambaye hakuagi na tamaa ya pesa ya mtu. Sasa swali yangu ni kujiuliza, kwani mnatakaga aje? Mnataka muabiwe na nini? Sasa mnatakaga muabiwe na nini? Sasa watu wameanza kukosa kutumaini kwa sababu sijui wanataka vitu za bure. Vitu za bure hata mimi sinaga, hata serikali yenu haina vitu za bure. Mimi mwenyewe sasa mimi kama serikali haina vitu za bure, mimi nitakutolea wapi ya bure? Mnatakaga aje? Mimi nikikuja na wapatia idea mzuri sana, mnakataa kuisikiza kwa sababu kuna watu wako huku mahali wamekaa tu kazi yao ni kukunywa vimto kama venye mimi nakunywa. Hakuna kitu kingine kwa sababu hataki uomoke, ako na wivu hiyo. Ukikuja huku utamshida, ana comment anakuambia mnadanganywa. Na sasa swali yangu najiuliza, kwa mnatakaga aje? Wacha ikuwe swali yangu ya leo. Hakuna cha bure. Mimi hata mimi mwenyewe si wa bure. Wewe mwenyewe si wa bure. Lakini mwingine anaropokwa tu, hajui ana connection, hajui venye kunaendaga, lakini ndio kwanza kutype ili aharibie Wakenya wengine ambao wangetaka kuenda wapate kazi. Sasa swali yangu nawauliza, kwani mnatakaga aje?
Kwa nini wewe ukuwe na wivu? Hujai connect hata mtu wenu, hujai connect mtu hata wa karibu na kwenu. Mimi na connect wa Kenya wote kwa jumla. Mimi sina rafiki, sina ati mtu wa familia yetu. Mimi ni wa Kenya wote ambao na connect wakiwa pamoja. Lakini wewe unakuja kuanza kuropokwa kitu ambayo hujui. Sasa mimi nakuuliza, unatakaga aje? Kama unajua uko na hizo connection, badala ya kuongea vibaya, hii page yangu unaweza comment hapo waambie, badala muende hii kazi, kuna kazi hii na hii na hii, process ni hii na hii na hii, na ukifuata hii. Lakini usianze kusema kunitusi, ukianza kusema tunataka kuibia wa Kenya. Mimi sina haja na pesa yako. Mimi niko na pesa yangu, ndio maana ninaweza afford juice za hii usiku nikunywe. Mimi sina haja na pesa yako. Wacha niwaambie, mimi najua sasa kuna mtu anasikia wivu kwa sababu sasa hajawaka taa, akipewa kakitu anaona mimi nitamshinda, labda alikuja huku hajajijenga. Anaona mimi sasa nitaanza kukua na kitu yangu ambayo ninatumia akili yangu, na ambayo nikitumia akili yangu ni akili yangu hitaki kuibia Mkenya. Mimi najaribu kupigania haki ya Mkenya, haki ya mwenyewe, haki ya mtu ambaye hajanyang'anywa. And you are coming too much, my friend. I've come tomorrow, okay? Unasikia? Unasikia venye ninasema? Mimi nawauliza swali yangu, mnatakaga aje? Kitu ya bure mimi personally, kama brother yangu sijamaliza kumlipia pesa akuje. Although ni yeye alikuwa hakuwa anataka kuja kwa sababu alikuwa na kazi nyingine alikuwa anafanya. Mimi kama brother yangu siwezi mleta free ati nilipe agent. Niambie agent wake huyu akuje free kwa sababu ni wetu. Ati kwa sababu ni advertise hizi kazi. Kwani kama mimi nalipa, kwani mnatakaga aje? Vitu za bure mnatatolewa wapi? Vitu za bure hakuna sahihi. Wasichana ndio wanaenda free na ni kazi za nyumba. Lakini kazi ya kujilipia wewe mwenyewe, hiyo ni kazi uko na freedom. Na ndio maana nilikuwa nawaambia hii pesa ukilipa 35,000, hiyo ni kazi uko na freedom kwa sababu ni kazi umelipa. Lakini kuna watu hapa wako na kiherehere na too much no, wanasema ati hiyo ni kazi ya nyumba. Hakuna kazi ya nyumba inalipagwa, it is even against the government. Kwa nini mnatakaga aje? People free mtatolewa wapi? I come in life now, everybody is coming. I don't know why. I don't know why. Kwani mnatakaga aje? Mimi nikikudirect mahali utaenda usaidike na pesa karibu na buri ya kulipa commission, unasema wewe unakuja kuambia watu, lakini huku weka na connection. Hakuna kitu huku wewe kuambia watu kwa Facebook. At least wewe mwenyewe ukuje na idea ili utasaidia wa Kenya. Lakini ukiona post ya mtu mwingine imewekwa hapa, unakuja tu kuruka kama mtu ambaye hana akili. Unaanza kucomment vitu ambazo haziwezi saidia watu, alafu unakuja kuongea matope. Lakini huku weka na hiyo idea, huna hiyo connection ya benye unaweza pata hiyo job ya 35,000. Lakini ikiwekwa na mtu mwingine kwa sababu ya wivu yako na ujinga yako na kwa sababu ya utaki mtu mwingine asaidike, unakuja kucomment kitu ambayo haitasaidia mtu mwingine. Ukianza kusema mimi nakuibia, mimi nimenona, sijaiba na pesa yako nona, mimi ni kazi nafanyaga kazi yangu, nini jasho yangu na kuraga, hata kukuja hapa bado ni kazi yangu. Na mkumbuke mimi huaga sijalipwa na mtu kukuja Facebook kuambia kuna job ya free. Ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi ndio inafanyaga nikuja hapa. Lakini ukipost kitu, watu wanakuja wanaanza kukua against you. Sasa wameanza kusahau yule jao alikuwa mzuri. Sasa kwa sababu ameanza kuambia watu walipe na ni pesa karibu na bure, wameanza kukua wakilalamika. So yangu ni je, kwani mnatakaga aje? Mnatakaga aje? Mimi from the word go nilianza kuwasomesha. Hakuna mtu akuwa anawaambia penye gafu inakuaga. Nikaanza nikawasomesha, ukikuja huku ile kitu utapatana nayo. Nikakuja nikawaleta nikawaambia mpaka venye unaweza patana na agent fake, na nikawaambia agent mwenye hata kulipisha pesa mingi. Nikakuelezea hizo vitu zote kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye anaweza waelezea hizo vitu. Lakini nikakuja nikawaelezea, mkanipenda. Sasa hii nikianza kuwapeleka mahali hamtalipishwa pesa mingi na mtakuwa job ya freedom, mnaanza kuongea vibaya mkisema kwa sababu jao sasa ameanza kusema atapewa kitu. Sasa mnaanza kusema mnataka kitu. Kwani mnataka aje? Habibi, kwani mnataka aje? What do you want? What do you want? Kwani mnataka aje? Exo visa ni dera ya bi 100. Kwani mnataka aje? Unadhani mimi nitakuwa nikikuletea kazi ya free, my friend? Mimi nitakutolea kazi ya free. Nitakutolea wapi? Mimi nikukupeleka na jaribu kukudirect mahali hutaibiwa na mahali utakuwa na freedom of. Wale wanaume walikuwa naenda huko, kazi yenye walikuwa naenda, pia wao walikuwa wanalipa karibu commission karibu na bure.
hata wasichana wangelipa 20,000 kama hao wengine, ni venye tu kumechange na kuna strategy, kila kitu inakuwa na mpangilio yake, kwa sababu today it cannot be like tomorrow, and tomorrow we cannot be like today. Things change and every day must have a change. So I'm trying to direct you somewhere you will not be storing your money, but you, because of you too much know. Now the most people who comment, they are here in Gulf, already they are making their money, but you, because of your stupidity, you have now, they have put your mentality that I want to steal money from you. I'm not a thief, I'm very rich, I don't depend on people's money, I depend on my sweat, because I work hard. They are my witness, they know what I do. Kwani mnatakaga aje? Mnataka niwafanyie nini? Tukaongea from the word go, tukakuja tukapaga mpangilio mzuri, tukaanza kuambia kuvenye nitawapeleka, nikawapeleka kwa Pora Agency, nikawapeleka kwa Aljamana, nikawapeleka Inside Staffing, the companies. Sasa kuna mtu mwingine kwa huko Qatar, kwa wenye tunafanya kazi vizuri ili watu wa kuja bila kuibiwa, ile watu wakuje bila stress na kuitishwa passport inahudiwa mpaka 2 years. Lakini nyinyi mnaona Jawa Qatar wanaweza kukua mkora, na sababu nimeanza kuonekana nikitetea nikiambia agent analipa 35, mnaona hata sasa mimi nikikula pesa inawauma kwa sababu ya wivu wenu. Kama unataka kutengeneza agency yako, kama unataka kuadvertise agency yako, kama unataka unajua uko na hiyo roho ya utu kama yangu, kwa sababu I believe in me, I know I have that, but I have that humanity in me. Hiyo si kuambiwa, hiyo mimi najua, kwa sababu najuaga kenye mimi nafanyaga most of the time, hata sijui venye ninasema, lakini nawauliza, kwani mnatakaga aje? Mnataka msaidike aje? Wewe uko hapa umekati, unalipa mshahara, lakini unapoteza mwingine ili Jawa Qatar asionekane ni kama anataka kupewa kitu. Mimi hata nisipokuja Facebook live, na hata nisipopewa kitu na nani, mimi nafanya kazi yangu, na mjue mimi sitafuti kazi, mimi niko kazi already. Mimi ni nini najaribu kutafutia, na najaribu kuwapeleka na mtaratara ili usipoteze na msidhani eti mimi na msigojee kukuwe na kazi ya free, my friend. We are in pandemic and everybody need money, but they will not take your money for free. Ati mtu achukue pesa yako aende nayo. Mimi ndivyo niko hapa nifuatilie pesa yako mpaka kila kitu ikuwe sawa. Mliona tupeleka watu group, sasa tumepeleka group mbili already zikaenda Saudi Arabia. Huko already watu wanaenda. Lakini wewe kwa sababu unataka kwanza kukata mti, unaanza kufanya nini, kujenga nyumba kutoka juu, lakini unasahau inakuaga na foundation. You don't want to start from the foundation, you want to start from up. It will not happen, it cannot happen. You have to start from scratch, start from somewhere. You are not special, we are all the same in the heart of God. Are we together? In the eyes of God, we are all together. Usidhani mimi ati ile pesa niko nayo ni kwa sababu juu ninalipagwa na agent. Usidhani ile pesa niko nayo ni kwa sababu naliaga. Sasa hivi niwaambia, nikitaka kuibia wa Kenya, I have a very good strategy and a very good trick ya kuibia wa Kenya, because mimi nime make trust with you. Hata kukuibia ni rahisi sana, but I don't need your money, I need your success. I want one day msemage Jawa Qatar nipeleka, alitutumia mahali, alitutafutia kazi mahali. Si ati niliwalipia, mlijilipia, lakini ni mimi nilikuaga na hiyo opportunity, nikawaambia muende huko ambayo mtakuwa mkisaidika every day and you will never regret. That is the only thing that I need to hear. Ati watu fulani walienda mahali kwa sababu Jawa Qatar waliwaambia, lakini mkajilipia. Jawa Qatar waliwaambia mfanye hivi, Jawa Qatar amechangishia watu hawa. Mimi hiyo ndio kazi ile natakaga tufanye pamoja kama brothers and sisters, lakini sikukuja hapa kuharibiana majina tukiongea kama matope. Mimi sina haja na pesa yako, mimi niko na haja na usaidike wewe mwenyewe. Kama ni pesa ningekuwa nimeibia pesa mingi sana, because I know how to steal from people. I know. Sasa inaweza jifanya mtu mzuri sana ili nikuibie wewe. Lakini because I don't need money from you, neither from anybody else, I have to come here and in front of God. Anajua Kenya nasema. Anajua Kenya ninasema. Lakini usidhani eti niko hapa kwa sababu ya pesa zako. I cannot steal from people in Kenya. Actually, it is my work
kupatia mwenye hana, lakini siwezi kulipia agent yetu mimi kuja huku. I cannot afford. I cannot afford. I cannot afford, my friend. Even you cannot afford. Hata watu wengi wako huko majuu, they cannot afford to pay for their family ati wote wakuja huku. How we together? Najua watu lazima muongee, kuongea watu lazima ongee. Lazima nikuwe na enemy, but it is okay. But remember, I am not here to take your money. I am here to make you make more money. And if you listen to me and you follow what I do, you will make it in life, and in future you will never regret. This is the life we want. Remember, we are in pandemic everywhere. We are in pandemic everywhere, my friend. And I know this time all brokers can take advantage of you trying to tell you lies. Most of people wanadanganywa visa imetoka. Wananitumia mpaka passport number na kuambia bahati ya Mungu niliwaambiaga. If sikuwa nimewaambia usiwailipa agent before kuangaliliwa kama passport imetoka. Mimi ndiye nilikujaga na hiyo motion nikawaambiaga never pay your money until you find, until you hata hamkuwa mnajua venye visa inaangaliwa. Never pay your money until you find your visa is okay. Nikawaambia ukitaka nikuangalilie tuma nikuangalilie. Hata sasa Saudi Arabia najua kuangalia. I know now. Because I don't people to lost. Staki watu wapotee. I need us to go to the right direction. Watu wanauliza maswali mingi, wanaongea mambo mingi ambayo haitasaidia Wakenya. You cannot go hospital to look for a patient alafu kule chakula yake. You don't have humanity. Ukienda kuangalia mgonjwa, unaenda unampelekea juice kama hii na matunda anakula. Same case to me and you. I cannot come to direct you how to find a job. Instead of me make sure umepata job, naanza kukula pesa yako. Mimi ni mtu ambaye nitakuwa nimelaaniwa. Na kwa sababu sitaki laana inifuate na ifuate generation yangu, I have to be specific and I have to be clean in front of God first and in front of you. My friend, I don't need your money, not that. I need you to be successful in life. Use small money to get more money. Nikikwambia ulipe 150,000, mshahara ni ya pesa gapi? Remember, you are paying only 150,000 once. But another, hiyo mshahara utakuwa ukilipa for 2 years, 3 years, 4 years, na itakuwa increase. Sasa it is up to you to decide, let me quit. Lakini utalipa once and you make your life better forever if you know what you do and what you need in this life. Na nikawaambia wasichana, wanaume, the only thing you need here in Gulf is prayers. Prayers is the only key to success. Hata ukiwa unalipa pesa gapi na huobi, pesa yako itakuwa tu. The end month ikifika, unasikia nyanya yako ameangukiwa na mvua. Nyanya yako ameangukiwa na hurubaru. Unasikia babu yako amemeza miwa, imemnyoga hapa, anataka kufanywa surgery. You need to be prayerful, guys. Mimi nakuaga mtu ambaye anajaribu kusaidia na watu, lakini mambo ya bure, hata serikali haina vitu za bure. Hata shule tunaambiwa ni ya bure, bado tunalipaga. There is nothing for free in this life. Nothing for free, my friend. Hello everyone. Hi. Nothing for free in this life. Tuko sawa. Ndi mwega muno thate ya ngoma ndiri na u. Ndi mwega muno. I'm trying to talk to my people here and make them understand how life it is here in Gulf. Life is good if you make it good, but life must be worse if you are worse. It is you to change and to chase your dream. No matter which or where you come from, which country or which place you come from, all you need is to work and work smart. Kwa hivyo, kama unataka kazi, enda para agencies. Nimefile nikuambia mambo ya para agencies.
kama unataka ploti inside capital, kuna ploti za Nyahururu. Hizo vitu zote mimi nataka watu waomoke. I'm trying to change the life of young generation. Sio tunangojea baba yako akufe ili ugawe shamba. Ukikuja huku watu uanze kuhesabu baba yako kwa sababu ako na shamba, na acha mimi kwanza nikule starehe huku, akikufa nitaenda kugawa shamba, na ukikufa mbele yake tuache ujinga. Tukikuja huku tunaanza kujiomoa sisi wenyewe, tunaomoka sisi wenyewe kwa wenyewe, na hiyo itakuwaga wimbo yangu ya kila siku, kwa sababu we cannot keep on. Imagine ile babu yako akaachia babu yako shamba, babu yako akakuja akazaa baba yenu ambao ni watu 10, mkakuja mkagawanyishwa, babu yenu akakufa na hiyo shamba ilikuwa ya baba yake. Sasa shamba imeachiwa baba yako na yeye anakuzaa, anawazaa mtu wa 10. Mkizaliwa mkiwa 10 na nyinyi mnakuja mnachukua shamba, na kwa sababu watu wa siku hizi wamejiwaste, hawazai sana, wanakula mgokaa sana na kufuta dom, wanazaa mtoto mmoja ama wawili, alafu wanaacha hapo. Wakiwaachia hapo, hata huyo na yeye mwingine akikuja hata zaa. Kwa hiyo shamba inapotelea, hivyo inakuwa ya jamii. Unasikia? Sasa hiyo hata haitakuwa generation. Lakini wewe unataka tu kushinda umekaa kwa baba yako, jaribu kununua kaploti na huko, katupe na huko, enda ujenge nyumba, enda ukae huko. Si usidage hapo umevua. Kwanza first born, kama yeye ni mwanaume na ni first born na ufikiri mambo ya kununua kashamba, you are very stupid man. Hata kama mko na shamba 100, onyesha baba yako, yes I can, ununue kakwata. Usema haka nikaa kusikuachiwa na mtu. Hii ni yangu. Unaenda unajenga kanyumba mpaka na swimming pool, utakuwa tu kiswimi huko na bibi yako na watoto wako huko. Uko na starehe kwa sababu ya nini? Lazima tuomoke by fire by force. Let us be smart. Na wanawake siku hizi ndio wanaomoka sana, kwa sababu they take time. Wanaume tunataka vitu za one time, lakini wasichana vitu zao zinakuwa na zimepangiliwa. Na acha niwaambie mtu wangu, kama yeye ni mwanaume na hutaki kuambia na bibi yako, you are lost my friend. Ati kwa sababu hutaki watu waseme ati bibi yako ndiye anasemaga kwako. Mimi kwanza nakubaliaga sana, niambie I want us to do this next. Mimi siwezi pigana na yeye. Mimi niko Katao na yako Kenya. Yeye ndiye anajua venye kunaendelea huko. Akiona hiki kitu iko sawa, nione yeye ni kweli. Kwa nini nipigane na yeye? Isisemekane ni yeye alitoka na idea. That is a wise man. But a foolish man mwenye atasema bafu hatutafanya hivyo kwenda. Kwani wewe ndio utasemaga huko? Na labda ni kitu ilikuwa na idea of which huaga hatukubaliani na vitu zote, but you have to know the Bible say, Biblia inasema God created Adam and afterwards he created a helper which is Eve. Kwa hivyo msichana anakuwa ni mtu, ni msaidizi. Yeye ndiye anakusaidia vitu mingi. Na unajua mtu mbaya anasaidiwa na mwenye anasaidiana, mtu wa kusaidiwa ndiye anakuwa na hana nguvu, lakini msaidizi, mtu mwenye anakusaidia ndiye anakuwa na nguvu na ndiye anakuwa na mambo mingi. Ni kama sasa hivi uandike manager. Manager ndiye anakuwa akimanage vitu zako vizuri sana, mpaka kitu ikiharibika unaita manager. What happened here ukiwa manager? The same case to a woman. Yeah, ndiye anakumanage. Lakini usipokubali kumanajiwa na bibi yako wewe mwanaume, ati kwa sababu wewe uko bazu unataka kujifanya, you are foolish man. Kubali uambiwe, she is there as a manager. Ndiye atakumanage. Ndiye atakumanage. Na wanakuaga na vitu nzuri, na wanakuaga na idea nzuri sana for a better tomorrow. Lakini kuna wengine sitaki kushiriki kiongea hao watu wabaya. Hii topic ni watu wale wazuri. Kwa hivyo kubali umanajiwe. Wasichana sasa hivi wananunua ploti sana. In future hata akienda olewa atasema na nilikuwa na kaploti fulani. Bibi hata bwana mwenye ataoa msichana ataona na nilikuwa sikuoa bibi, nilioa akili tupu. Kama ni mwanaume ako na akili pia ata make sure wametengeneza kitu hapo waonaje. Now the way you treat a woman, it's the way. Wacha niwaambie siri wanaume. Siri moja ya kukaa na mwanamke vizuri ambaye amezaa watoto wako. First of all, penda watoto wake.
Second thing, mpende pia yeye. Support them. Always protect them. Usipowa protect, nani atawata protect at kukiwa na kasida kidogo ya familia? You are there because you are the head of the family. Lazima uwa protect from anybody else. Ukipenda watoto upende bibi yako na umpe yenye anataka, ni hivyo tu. Lakini si wewe ati wewe unaona kama mtoto unasema hata huyu mtoto halifanani, unamgoga kofi. Lakini mkikosana na bibi unapiga mtoto na niwaambia kataro unamgoga gumi ya nini ya kichwa. Wewe ni kwako lakini utakuwa ukikoa na stress. Hiyo ni secret na idea. Kwa sababu mimi ninapenda watoto wangu sana. Actually mimi tunaweza kosania watoto wangu. Hata nikiona unachukia mtoto wangu tunaweza kukosana. Alafu ninapenda bibi yangu sana. Too much love, too much. Mpaka naota na yeye nakula blanketi. Too much love. Akitaka kitu na msupport. Si kumsupport na mpatia. Hiyo ni jukumu yangu wa zamani. Lakini wewe ukiwa huku unataka tu usikie tu ukitesa huko na wasichana ukikunywa mongei au nini ndiye kusema you don't care about your wife. Usipompatia atapewa na wengine. And you have nothing, you will do nothing. You will do nothing. Kwa hivyo nilikuwa naambia unasema naambia kazi. Kwa hivyo kama unataka kazi, pora agencies wako. Pora agency, enda YouTube yako. They are there. They are there. Yeah? They are there, my friend. Take juice. Very sweet. They are there. Kama namna gani watu wangu. Kwa hivyo kama unajua unakuja hapa bila point ya kusaidia Wakenya wenye kwa nyumbani, sio kile vitu baya. Acha tusaidia watu wakuja huku waomoke. Mnaona venye Kenya huko. Najaribu kuimagine hizi familia zote watu wenye wako huku majuu. Familia zote ziko Kenya. Sasa hii mafamilia zao hawawezi lala njaa. Because we are here already tunatengeneza pesa. Hata kuwakiweka lockdown, baba yangu hawezi lala njaa, mama yangu hawezi lala njaa, brother yangu, sister zangu. Kwa nini pesa natafuta ya nini? Walale njaa nikiwa na pesa ili ati ni save, ili sasa ni kuage mimi ndiye kusema. Hata Mungu atanilaani. Kwa hivyo pia ukipata hiyo opportunity, we don't know after corona nini nyingine itakuja. Utakuwa huku utasaidia familia yako. Simama na hao. Na nyinyi familia zingine msikue sasa tena mnadebate na sisi. Tunateka advantage kwa sababu ati unani wazazi ndio sasa naambia nyinyi wazazi kama kuna mzazi ako hapa. Ati na yeye unakuja kuteka advantage ya mtoto wako kwa sababu ako majuu. Kila saa unampigia simu, kila saa mpaka ukitaka kununua sindano ya kushona kitege ya kwenda kanisa, unampigia simu. Yaani wewe hunaga kitu. Labda yule mzazi ambaye ni mgonjwa hatebeagi, labda yule mzazi mzee sasa ako mwisho, lakini si watu young generation hata kama baba yangu na mama yangu wazidai wakinipigia simu. Hako na damu moto. Hata si mimi si uniona tu mama yangu anataka kitu, hata si bila kuambiwa. Inda baba yangu, inda. Na pesa ya baba yangu siwezi tumia mama yangu. Hata sitakaji wajue huyu nimemtumia gapi na huyu gapi. Hapana. Kwa sababu mimi ninajua hata ni wazazi wangu. Hata baba yangu nikimpea dhao, mama yangu nitampea dhao. Hakuna mzazi na kazazi, hata ni wazazi wangu. Lakini wewe mwenye unachagua unasema mama yangu nitampea 5, baba yangu nitampatia 2. Msidhani ati unakuaga umefanya kitu ya maana. Hapana. Msidhani ati sasa uaga uko na baraka zote. Ya nini? Hao ni wazazi wote ni wako na ndio wao walikuzaa. Hao ndio walikuzaa. Baba yangu nikimpea 3, hata baba yangu chukua 3. Hata kama ni wewe baba utanunua uga, mimi sitaki kujua venye mtafanya. Chukua 3 na wewe 3, balance. Lakini ukiwapatia hizo 3, ukumbuke bibi yako sasa ndiye first priority tena pale. Sababu ndiye anaangalia watoto wako, kila kitu. Sasa wao kesi yao iko different. Ukienda pale kwa brother yako, huwezi patia brother yako pesa nyingi. Ati sasa kazi yake ni kulala hapo. Hapana. You know how to balance this money. Na by that utakuwa mtu amebarikiwa. Lakini sidhani ati sasa hiyo pesa yote anawapatiaga ni ninaibia wa Kenya. Mimi sijaibia Mkenya, sina haja na sitaanza kukuibia. Sitaanza kukuibia. Ukiona nikifanya advert, ujue hiyo ni advert. Kwani mimi ndio kwanza kufanya advert Kenya? Mimi ndio kwanza kufanya advert hii dunia? I'm not the first one to do advert. Advert lazima tufanye. Lakini advert yangu mimi inakuaga na nini? Na strategy.
Mimi ndiye nafanyaga Kenya nataka, kwa sababu hatuwezi kuja hapa tushirikiane na wewe hatutujie wa Kenya, kwa sababu kuna watu kama hao. Lakini watu wenye mimi nafanyia advert, they are very genuine. Ni watu mimi mwenyewe before nikuja na hiyo advert ni kitu waga nimefuatilia sana, kwa sababu niko bali wanaweza nitumia mimi mpaka nikikutumia screenshot mpaka niko na jicho pefu 1, jicho pefu 2, jicho pefu 3 mpaka jicho pefu 7. I have those people, but you never know. Huwezi jua kwa sababu hatuko hapa na watu wenye wamekuja majuu already wenye wako hapa. Hata kama kuna watu wananiwatch sasa hivi wako wamekuja na je wakataa, wanajua hakuna mahali sisi tunaibiaga. Watu wenye wako kwa process sasa hivi wanajua hakuna watu mimi hakuna haja sina haja uibiwe. Na bike today utaanza watu wenye wamepitia mkono wangu hawajakula stress. Hakuna watu wamekula stress. Na mimi wakikuja wenye wanakuja Katao, mimi naendaga kuangalia na kusalimia. Lakini kama sijakuja kwako ujue wewe ni msichana. Sijakuja kwako, siwezi kuja kutafuta wasichana. Hiyo nayo huku hapana. Labda tupatane kwa barabara nikusalimie. Are we together? Kwa hivyo follow what I tell you, kwa sababu mimi niko na hiyo utu ndani yangu na ninajaribu kukutetea wewe. Mimi before hata nianze mambo niwaambie mambo ya agent, nilianza kupigana na watu wa Saudi Arabia. Saudi Arabia sasa kumechange sana. Nilianza kupigana na hizo vitu. Hizo vifo. Watu kukeboy. Nilianza kupigana na agent sasa hii hata nimekalia sana kuleta hizo kesi za mtu alichukua passport yangu bro, kwa sababu hawakuwaga agent direct, ni brokers. Sasa mimi ile vitu niko nayo mimi and brokers. Mpaka agent wananiambia umeumiza broker sana. Unaumiza broker sana, kwa sababu saa hii watu wote wamejua pesa ilipagwi hii. Agent anataka 20,000, wewe anakuja kukwambia 120. Mtu akiambiwa 120 anakuja kukwambia 180. Kuna mtu alienda Saudi Arabia na karibu 1300, unashindwa. Mnakumbuka kesi yenye tulikuwa nayo hapa ya Jeroge, alikuja na 1350, karibu 1400. Na alikuwa anakuja Qatar. Na Qatar ukikuja na pesa mingi ni 150,000, na kuna tegemea unakuja kazi gani? Lakini hizo vitu hakuna mtu alikuwa anaongea kusema, hakuna mtu alikuwa anaongea kuhusu hizo vitu. Mimi nilikuja nikaanza kuwachanua kuongea. Wasichana nikwambia mambo ya kutoroka kwa mabosi wenu, nikakuja na hiyo hiyo masomo yote nikawasomesha. Nikakwambia wacha kuzidi kupoteana kwa polisi, wenye wanaenda polisi wanasaidika. Niko na jicho pefu. I don't tell you lies. Msisemi hivi ati kama hata hawa agent. Na uliza kama maswali mtu anashindwa kujibu, anashindwa nimejulia wapi. I have jicho pefu mpaka 7, nimewasave hivyo. Jicho pefu 1, jicho pefu 2 mpaka 7. Mpaka 7. Kwa sababu mimi siwezi kuja hapa kufanya watu waibiwe pesa. Ya nini? Hiyo ni laana. Siwezi kuwa mtetezi wa watu alafu nikuje kuibia watu wenye natetea. Kwani mimi ni mjinga kiasi gani? Mimi naweza kuwa mjinga kiasi gani? I'm not that stupidity. I am not that stupid. I'm not that stupid. No. Why? Mimi nitakuwa nikikwambia ukweli my friend. Wewe utanichukia, lakini nitakuwa nimeokoa. Hata nikiokoa watu 1000 ni ukweli. Sasa hii Kenya mahali imefika, kuibia mtu hata 1000 hiyo ni laana. Kuibia Mkenya 1000. Mnaona venye kuko na lockdown, kila kitu shida zenye ziko huko saa hii. Alafu naenda kuibia mtu. Saa hii broker hatakaki kuniona kama hamjui. Mjue sasa vita yangu na broker bado haijaisha. Because I'm trying to fight that stupidity and corruption. Kuna hata broker alinikuitaga inbox. Ananiambia unakuja kutuharibia kazi. Alinitumia voice mpaka karibu ya dakika 10. Nikamwambia my friend, you will know that you don't know. I will not stop to talk to my fellow Kenyans. I will not stop to talk to them. Kwa sababu mnaibia watu. Kwani kukuja majuu unaenda kwa Mungu ili ulipe hiyo pesa yote, ulipake karibu 1200. Hata sasa hivi kwenye Qatar kumechange, kuna hizo vitu mingi lazima upigiwe stamp mingi zimeongezeka, lakini ni ukweli zimefanya vizuri kwa sababu hakutakuwa kukikuja watu criminal. Watu wengi wazazi wengine walikuwa wanaona huyu mtoto ametusumbua sana, acha tumpeleke rehab. Analetwa rehab huku Qatar ati atoke depression, akifika huku ni criminal. Lakini kwa sababu hakuwaga anatumia good conduct, sasa hii huwezi pita.
mambo ya good conduct lazima ulipie, lazima ukuje, ukue nayo. Hatutaki criminal huku. Na tunajaribu kumaliza hizo cases. Tunajaribu kumaliza hizo cases. Kwa hivyo usidhani mimi nitakosa kusema kenye ninasemaga. I will continue until we make it. Because there is life, we must change it, my friend. My fight between me and brokers will never end until they quit. Until they stop that stupidity of stealing to innocent people. Yeah. Until they stop. Sasa tunawapeleka hivi. Huku jibiguni ulipe hiyo pesa yote, unaanza kuibia watu. Hata kwa Mungu ukienda na pesa mingi, kama unaenda kwa Mungu, mtu akikufa anaenda kwa Mungu. Yule mtu anasikagwa na saduku ya pesa mingi ni wale wa masunku. Lakini normal people wanasikagwa na saduku ya 20,000. Kwa hivyo hata uwezi pitisha 100 ukienda kwa Mungu. Na hiyo 100 ni ile mpaka hao wageni wamekuja kukuzika wamekula. Hiyo hema imekobolewa huko. Kama kuna MC amelipwa, kuna viti, kuna hema, hizo vitu zote hizo tent. Hata uwezi fikisha 100,000 na nikukufa umekufa unaenda tu kwa Mungu. Alafu nikukuja Qatar unalipa hiyo pesa yote. Si hata afadhali uende kwa Mungu. Na hutatumia pesa mingi na hutajua yenye utatumiwa. My friend, I'm here to change things. Yes, I'm here to change. They must stop this nonsense and stupidity. They must stop. Alafu ukikuja huku kuna watu wengine ujue hakuna watu walikuwa wanaongea. Kuna watu wengine sahi my friend walikuwa wanapewa afisa ukifika airport saa hiyo kitu imeisha. Believe me not, tangu nianza kuongea hiyo kitu imeisha. Ati unaenda hivi ukifika airport ndio unapatiwa document usaini. Hiyo stupidity imeisha. Hata watu wenye walienda Saudi Arabia hawakusaini. Niliwaambia msisaini kabla mtafanya nini. And then wakaenda kwa ofisi wakasaini kila kitu. Walisaini watu kwa ofisi na wakaniambia jao tuko kwa ofisi na tumemaliza sasa tunaenda airport. Hiyo stupidity ilikuwa kana broker kwa sababu yeye sasa hataki ajulikane ile pesa alikula, anaenda kuna kupatia document haraka unasaini. Ukidhani unakuja Qatar unajikuta kwa Saudi Arabia hata hujui ulikuwa unaenda country gani. Ni watu wangapi wamepelekwa mpaka Iraq na wakidhani wanakuja Dubai. Ni watu wangapi wamepelekwa Saudi Arabia wakidhani wanakuja Qatar. Ni watu wangapi wamefanywa hiyo kitendo kwa sababu mlikuwa mnasaini bila kitu mnajua. Kuna mtu mwingine alinitumia document hapa mjue mimi nakuaga na mambo mingi. Ako huku kwanza huyo anametumiwa na leba imeandikwa na Kiarabu. Nikamuuliza una sign nini? Hii kitu yote hata mimi sijui Kiarabu una sign nini hii una sign imeandikwa na Kiarabu. Chukua email watumie email. Waambie you cannot sign, you don't understand what is this. Mlikuwa mna sign kitu imeandikwa na Kiarabu. Mwingine ametumiwa visa imeandikwa na Kiarabu. Nikamwambia nitumie passport namba yako achana hii ni ujiga nitumie passport namba yako. Kumwangalilia inakuniambia this visa does not exist. Lakini tukimaliza hiyo stupidity mimi sasa ile saa ninaongea mambo mazuri niko mzuri sana. Lakini ile mahali naambia watu watoe pesa mnaanza kunipiga mkisemaga nini. Hata mimi niko na tubo lakini tubo haikuli pesa yenu. Kwa hiyo watu ambao wanaongea matope mkome hiyo tabia my friend. Nimetoa jasho nikiteta. Ni watu wangapi wamelia mtu anaenda kwa agent ana passport inakaa karibu miaka miwili inakaa miezi 6 miezi 8 akidanganyagwa. Ulize watu wenye walikuwa naenda kwa nini kwa meli mtu akitaka passport alikuwa ananiambia jao I need my passport, I need to do something. Napigia meli patia huyu mtu passport. Anaambia akona kule wacha nimtumie na basi iende. Unatumiwa passport yako. Kwa sababu sisi hatufanyi biashara bao ni ya ujinga. We are doing something good that will help you, help me, help the company. Ningekuwa mbaya sana ningekuwa na deal na agency mmoja. Watu wakisema hapana ni huyu agency anarudi hapana. Mimi nafanya na agency ambayo yote iko na akili. Ambaye mtu ambaye hatakuja kuibia wa Kenya. Ni tu agency tugapi tuko huko Mombasa tumekuwa tukilalamikiwa. Hata nikiuliza mtu kwa agency ananibeka kwa Mombasa hata kingine hata jina ukaoni mpaka kwa nini kwa computerize ukiangalia. Mimi sichokaji kufanya hizo search.
Sichokagi kutuma hao majichopevu wangu nifanyie hii. Mimi sichokagi, na kama ni vile nitatuma. Bora wewe usaidike. Lakini wakati nimefanya vitu vizuri hamjui. Nikisema Kitobei natoa pesa, wewe jamaa nataka kuibia wa Kenya. Mimi sina haja na pesa yako my friend. Wewe mwenyewe ulikuwa unasema hivyo. I don't need your money. Na ile wakati nitataka pesa yako, nitakuomba, nitakuja hapa niwaambie watu wangu nimelemewa, tafadhali nipatieni kitu. Na nitawapatia namba yangu mnitumie hiyo siku. Hivyo ndivyo nitafanya. Hivyo ndivyo nitafanya. Hiyo si uoga naongea. Kaigenta kwa Mombasa. Tuingine hata hatujulikani, ni tuawizi tu. Naambia my friend hii, there is nothing like this. Wewe unadanganywa. Mwingine anaenda anatengeneza kijina tu huko, anakuja kukuibia. Hana agent. Mkubeke mimi nikiwaambia. Mimi sikuwa mjinga nikiwaambia. Ukikutumia kama ni pora agency, alijamana ama inside staffing. Nikakupatia namba, make sure umeongea na mwenye nimekupea namba yake. Usikubali kuongea na mtu hapo kwa corridor. Ati akwambia mimi ndiye nakufanyaga nini, ati mimi ndiye magidani, mimi ndiye nani. Nikikwambia enda kwa hiyo ofisi, hata usikubali ukifika huko kwa ofisi piga simu, useme nataka kuongea na huyu. Hata mimi hao wengine wanafanya kazi huko siwajui. Ndio maana nimekutuma kwa huyo. Lakini ukienda na huko unaanza kulalamika ulienda kwa nani. Kwa sababu you didn't follow what I told you. Mimi my friend, mimi nakuwa na roho ya bayo. Ni ambayo inafikia watu ambao wanaibia wa Kenya. Mimi sipendi mtu anaibia mtu. Hata nikiona saa hii kuna mtu anataka kuibia, nitakwambia. Hiyo je usifikie. Ni watu wakati nimekuja nikaambia, saa hii mimi hata ni watu wangapi wananitumiaga message akija unisaidia, na mimi hata sikubukaji. Kwa sababu mimi niko na kazi mingi, na most of the time ndio maana unaona sina time mingi ya reply to all my DMs. Singine naendaga napita naona hii hapana, hii si kitu ya kushidilia, hii ni kitu ambayo ni very important, hii ni kitu important, hizo vitu zote nafuata. Hizo ni vitu zote ninafuata. Lakini saa hii niwaambia, wale watu wananipiga fiti sana ni brokers, na watu wametumwa. Lakini mimi sitakudanganya, wasikize, lakini mtajua hamjui. Hamjui. Kuna mtu aliniambia alilipa 20,000. Ati hakuwa anaamini anaenda. Hakuwa anaamini kulingana na venye anaibiwa. Pora agencies. Akanitumia message karibu alie. And that guy was very excited. Sijaiona mwanaume amefurahia hivyo kubebwa na ndege. Akaniambia I don't believe nimelipa 20,000 kwenda kazi na venye nimeibiwa pesa mingi. Sister yangu amekuwa akituma pesa tunaibiwa. Alafu jao sasa umekuja mimi nikakutrust na nikaenda na 20,000. Akaniambia lazima nikutumie kitu, nikamwambia usinitumie. Wewe make it until 1 year. Ile siku utasikia utafikiria tu mwaka mmoja unataka kunitumia kitu nitumie. Lakini kabla hujamaliza mwaka mzima mimi usinitumie kitu. I will refer to you. Lakini siwezi rudisha, lakini akikali tu na visita nitarudisha. Watu wameibiwa. Lakini sasa mimi nikikuja hapa, mnaona sasa jao kameanza kunona ni pesa kameanza kukula ya Kenya. My friend, mimi hata sasa hii nikusilimu ninasilimu. Mimi sasa hii nikusilimu na silimu, my friend. Mimi nilikuwa nimenona na si pesa ya mtu. Ni ile kazi mimi nafanyaga huko. Mimi nafanyaga kazi kama kimoda. Ukinikuta nikiwa kazini hata simu huaga na zikatanisha ukinipigia. I don't joke with my work. And let me tell you my friend, kama kuna kitu ninapenda na ninaheshimu ni kazi yangu. I respect my work like nothing else. Kazi yangu yenye inaniletea mshahara bibi yangu, watoto wangu, wazazi wangu, mimi mwenyewe. Tunakaa vizuri. Nothing I respect. Hii ni kazi ambayo nilisema mpaka nigoke target yake yenye ninataka, sitaitoka huku. Kwa hivyo hizo vitu zote mpaka sifike, kwa sababu siwezi tupa hiyo opportunity. This is an open opportunity. I can change my life and my family life forever and never. Na tuitagwe masonko. Kwani watu wanaomokaga aje? Step by step kuvumilia. Hata saa hii kama sita enjoy, nikifikisha miaka 40 nianza kuenjoy na huko. Watakuwaga wakisema nitakuwa legend.
Nitaacha legacy. Nikikuwa guka. Hata nikiwa guka nikae tu na hapo tu naletewa kale kama hii na watoto wangu. Guka ulifanya kitu ya maana. Ndio maana hatutesekagi. Siwezi tupa hiyo opportunity eti ili niende nikatese Kenya tukakunywe pombe. Ya nini? Ya nini? Wewe unajaribu kukutengenezea hiyo opportunity ukuje. Acha kushinda hapo. Mwanaume wewe si slay queen. Usidage hapo ati umekaa na baba yako jikoni ati wewe nikugojea mfupa iishe. Waambie mama yako mimi leo mfupa ni yangu, baba yangu alikula mfupa jana. Ati leo unapatia sister yako kimaguta na mimi hujainipea. Wewe mwanaume wa moka. Toka huko. Kuja uhaso kama wale wanaume wengine. Wewe mwanamke kama unaona kama unajisikia unataka kukuja kuhaso, pia wewe kuja. You never know where your blessing is. Not unless you try to chase it. I have a dream that one day, one time, everybody who is here in Gulf will always say that, yes, we did it. I have a dream that those people who will come, courtesy of their work at all, they always remember I was a legend. And I have a dream that those people who still in Kenya and they are willing to come, they will come and they will make it. And I have a dream, one day, one time, our Kenya will change. And I have a dream, those fake agencies, they will come to an end. And I also have a dream that salary of everybody, especially Kadamas, will increase. Now it will be automatic from Kenya. They will know when I'm going there, my salary will be 2,000. And I have a dream we will change a lot of things in this Gulf. Because we are the people and we are the majority. Kenya tuko wengi sana huko. Watu kutoka Afrika, wacha na watu wa Asia. Kwa sababu ile kazi mimi nafanyaga na itafanya ya watu 10 wa Asia, wa Nepali 10. Sisi tunakuaga watu wako na nguvu mingi sana. I have a dream that one day utara nyumba ya mawe kwa sababu ulisikiza Jawaka Taro kakuja huku and you make it. Let us have a good dream. Let us not always fight on social media. Let us always not comment negativity. Let us try to come together. And together we can. Together we can. Together we can. Today was just only talk. Wasichana bado kama unataka hiyo kazi ya para agencies eda huko. Niliwapatia mpaka location na nikaweka kwa group. That is an open chance. Sasa hii ninafurahi sana nikiona wasichana wengi wenye kwa Saudi Arabia wananiambia jao. Nilikuja huku niko na 4 years. Nimenunua ploti na vitu zangu zinaendelea vizuri. And I have money, nataka kukuja nijilipie pesa ya kukuja security Qatar. Hiyo ni mtu hataenda kusubua asasi. Hiyo ni mtu hataenda kuuza hiyo plot yake. Hiyo ni mtu hataenda kuuza ng'ombe. Huyo ni mtu already akona pesa, akona dream ya kukuja amjilipie, anza kupata kazi ya nje. Na huko kuna kuaga mpaka na job za part time. Wakati uko off unaweza enda kuhaso mahali kwingine. Sasa hivi uko na hiyo kitu. Unaenda unahaso unalipwa. Sasa hivi wanaume wakati wa off badala ya kwenda kushinda mkichukua video za TikTok huko, acha niwapea idea. Badala ya kushinda mkienda kuchukua video za TikTok pale nini? Kunaitwa aje? Cornish Road. Eda kazi ya mjengo wanalipa 140 per day na inalipago cash 140. Eda hapo. Ukienda bora uende. Kazi ya mjengo ongea na manager. Mwambie siku yangu ya off nitakuwa nikikuja hapa. Unalipa 140 ya huko Qatar. Hiyo ni 1000 ngapi? Watu wa hesabu karibu 4000. Unalipa unaenda nayo jioni. Hiyo 20 unanunua nini? Hata hiyo foto unanunua kanyama na nini? Unaweka 100. Hiyo 100 hata msaada ikikuja huta imagine pa month ukienda siku zako inde za off. Uko na 500. 500 ni 10,000 na ngapi?
Lakini kwa sababu unataka kwenda kushinda pale TikTok na tusichana, unaona tusichana tu tukipita tukiwa karibu uchi. Huku tulikuja kutafuta, huku tulikuja juu ya do. Hatukukuja starehe. Starehe ziko Kenya. Huku unaweza enda starehe gani na venye kuna kuwaga na jua? Unaenda starehe gani na venye kuna jua? But because you don't want to take that opportunity, uanze kuomoka. Wewe unataka tu utambuliwa na sichana huko mkipigwa picha za TikTok. It's okay, ni vizuri sana, ni vizuri kupumzika, lakini ni vizuri kutengeneza pesa. Extra money is very important. Extra money is very important, my friend. TikTok ni vizuri. Kama sasa mimi TikTok huwezi ona nikifanyia nje. Mimi nafanyianga kwa nyumba nikikuja. Naenda tu kamziki kangu na dance. Lakini si nienda huko ati nimetoka hapa sasa nimeenda kwa nichi road kutesa. Kwani mimi ni msichana? Na kuna wanaume wanapelekwa mpaka date. Mnarudi Kenya, mnasoka na siku gapi? Mnaanza kupigia jawaka kwa buda nilikuanga huko oya. Unajua uko tu na hiyo ujinga ya kunisalimia oya. Oya buda niaje? Pozi. Nilikuanga huko majuu, so sasa nitaka unisaidie nirudi huko, lakini sina kakitu. Ulikunywa yote. Mimi nataka nikusaidie nikufanye aje? Mimi si nugu. Mimi nikupatia direction mahali kazi iko. Lakini siniambia ati ukikuja tutakajana kwa sababu ulikuwa huku. Ulikuja huku kafanya nini? Na ulizaka swali moja, ukionyesha kwa sababu siku moja utazeeka. Utaonyesha watoto yako picha uwaambiaga nilikuwa kataa. Ukafanya nini baba? Mam, ati unaenda kumwambia kama kuja uone nilikuwa kataa. Ukafanya nini mam? Wakati ulikuwa kataa ulifanya nini? Wakati ulikuwa, lakini ukikuwa tu na kashaba ama ujukue umejeka kanyumba. Tabiaga hii nyumba nilijenga nikiwa Qatar. Hii plot nilinunua nikiwa Qatar. Mnaona ile gari? Nilinunua hizi gari nimenunua nikiwa Qatar. Zile ng'ombe mnaona huko nilinunuaga tukiwa Qatar. Hii pesa hata unaona niko nayo ni venye nilikuwa Qatar nikifanya kazi. Lakini si hata ukawaambia watoto nilitokaga na picha. Tulikuwa tunakula mpaka unawaligia. Tunajua tukiwa Qatar tulikuwa tunakula mikate zingine zinaitwa kubus. So ukaenda na unono tu. Umenoneshwa na kubus. Alafu kulikuwa kana vitu na kitu kingine inaitwa raban. Stupid. Hizo si vitu za kwenda kuambia watoto. Lakini unaweza waambia tulikuwa tunakunywa majuice juu. Sasa hiyo kumko kwa gari yenye ulinunua kwa Qatar mkitoka mkienda. Lakini unaambia, lakini una hiyo place. Mimi sitaka mrudi. Ndio maana nikajaribu kutengeneza hii do, nika make it in life ili pia nyinyi mkaange vizuri. Kwa sababu ile life nilikuwa nakaa huko, siwezi taka muende huko. Kwa sababu huko unashautiwa, huko unashida ukipigiwa kelele, mshahara inacheleweshwa, lakini watakuuliza baba, mshahara ilikuwa inacheleweshwa, lakini ulimanage hata kununua hizi vitu zote. Unamwambia ni kujipanga my friend. Si kuwa na waste pesa yangu. Ukiambia mtoto wako vitu kama hizo, unamsaidia for future. Unamsaidia for future. Lakini si kumwambia buda, ati unajua mtu hii, si tulikuwa tunakula kubus. Alafu unajaribu kuweka story ikuwe very sad. Kwa sababu huku make it, unajaribu ku make your story to be very sad. Na ni wewe ni ujinga yako. Hutaki kumwambia tulikuwa tunakunywa mungei, ndio maana si ku make it. Lakini unamwambia kulikuwa na shida. Mpaka karibu ulie. Kulikuwa na shida mingi. Tulikuwa tunaletoa kasupu na kamkebe kama hii. Na hii ni supu by the way. Tulikuwa tunaletoa kasupu. Alafu jioni tunakula kubus na maji. Watu walikuwa wanatugobanisha, walikuwa wanatupiga, walikuwa wanatufanya vitendo baya sana. Nakumbuka kuna siku tulitiwa polisi. Na hiyo siku ya kuitiwa polisi si kuitiwa, mlikutua mkikunywa mongei. Lakini hutaki kuambia mlikuwa mnakunywa mongei, ndio maana huku make it in life. Hutaki kumwambia hivyo. Kama wewe msichana unikusiria, hutaki kumwambia tulikuwa tunaenda huko Konis, tunabebwa, tunaenda boat party. Kuna kuwaga na boat party kama hamjui. Boat party ni yenyewe mnaijaka kwa boat moja, mnaenda na madrinks zenu, mnapeleka huko kwa mnazida mkisuguzwa, hiyo ndio inaitwa boat party. Mnaekaga muziki, mnaekaga muziki yenye mnataka. Unaonaga wakidansi huko. It's okay. Lakini use your common sense. Sio kuja kuambia watu ati tulikuwa tumeenda hapo Konis kuja karibia tukashikwa. Na saa hiyo mlikutwa mkifanya tabia baya. Unataka kuambia mtoto mpaka ulidipotiwa. Kwa sababu huna story ya kuambia watu ulishindwa ku make it. Lakini kwa sababu hutaki kusikiza jao Qatar,
Ati hutaki kusikia jawaka talo ili isikue mimi nikuja na idea na labda wewe unajiona ni mzee sana. Naweza kuambia vitu mingi sana ya kukusaidia. You have to listen, and when you listen you learn, and when you learn you make it. My friend, ningekuwa na hii wisdom, sijui kama ni wisdom, hiyo mambo yote nijiwekee mimi mwenyewe, nasaidia nani? Wivu tu. Nawapenda sana watu wangu. Sasa kuna watu wanataka kuja kukura. Mimi nitaendelea kukunywa kajuice. Kama umekuja saa hii, video nitaiweka YouTube on point. Nitaiweka YouTube kwa sababu nyinyi wote ni watu wangu. Kajuice nitakunywa peke yangu kwa sababu mimi sitawadanganya ati tutakunywa pamoja. Mimi niko peke yangu hapa. Nitakunywa kakiza, niseme Yesu ni Bwana mpaka kesho. Mimi nawapenda sana. God bless you so much. Let us learn, listen and learn, and when we learn we come up with idea and God will bless you so much. Mimi nawapenda sana. Let us support each other. Kama unajua uko gaf, jaribu kusaidia mwenzako, jaribu kumsupport. Usianze kumpea pressure. Ukikuja huko utakuwa na stress. Hapana. Pia wewe ukikuja siku ya kwanza ulikuwa na stress, ni venye tu ulianza kumake it until sasa uko hapo. Kila kitu inakuwaga na mwanzo wake. Lazima ukuwe na stress siku za kwanza. Inaitagwa homesick. Najua watu wengi hawajui homesick. Homesick ni ile unasikia tu una miss baba yako, mama yako. Ukifanya kitu kidogo unaanza kulia ujiga. Hizo vitu zinakuwaga mpaka na wanaume wenye wanakuwaga very emotional, na tule tu baba tulikuwaga tuna shida na mama yao. Kwa hivyo kuna tu baba tunaliaga huku kwa sababu kalikuwaga kamezoea kukaa na mama yake, na ni mwanaume mzima hajaienda bali anakuja katukana kama mama yake. Na ile mahali sasa ile bali ataenda ni kukuja huku Qatar. Kitu ya kwanza anaanza kumiss mama yake, anakuwa na depression, anakuwa na high blood pressure, anakuwa na stress. Hiyo inatagwa homesick. Lakini wanaume bazuka sisi hatukuage na homesick. Hii kazi yetu ni kufikiria ninakula nini jioni, watoto wangu before nikule wamekula nini. Na umekuja Qatar leo. Mimi nikukuja huku nilifika siku ya kwanza, ya pili kuna kazini yangu walikuwa naenda vacation, nikampatia simu apelekee bibi yangu. Najua mnashindwa nilitoa wapi pesa, lakini mjue mimi ni mwanaume. Sababu nilijua the first thing for me to be out of stress, communication with WhatsApp. That was the first thing. Nikajua nikikuwa na communication na bibi na mtoto. Sasa hiyo nilikuwa na mtoto, si watoto. Communication na mtoto na bibi yangu, that is the first thing to heal my stress. Kwa sababu my stress was my family, wife and my Kamishe. Siku ya pili akienda vacation nilikuja leo. Hii siku ya pili tukaenda ofisi, jioni hiyo pesa nilipewa, nikaenda nikanunua simu. Huyo kazini yako alikuwa anaenda vacation the next day, nikampatia simu akapelekea bibi yangu. Kumpelekea bibi yangu, from there until today I never have stress. Kwa sababu use common sense. Common sense ni nini? What can make you depressed? Communication error. If there is no communication between me and my wife, itakuwa stress. Nikafanya hivi, nilikuwa simu, nikampatia simu. Mimi nilikuwa na smartphone. And from that day, oh my wife, na hata sasa inajua kwa karibu kunipigia. Communication. Kina ukifika huku, unataka uone pesa ununue kiatu nzuri ya kwanza. Alafu mshahara wa pili ndio utafikia kama naweza nunulia bibi yako kasimu. Mimi nilimnunulia simu yake ya kwanza ya smartphone alitoa Qatar ya kununuliwa na bibi yake. Ninawapenda sana na nimeenda. Thank you so much guys. I love you so much. Tupatane YouTube. Subscribe to my YouTube channel. Continue sharing my page. And I love you so much. I will come always hapa Facebook. Sasa kesho nitakuja kuwauzia shaba. Hey, English, Kiswahili. Tomorrow I will be here to sell for you plots. 3 plots. From Gilgil, from Nyahururu, and from Nanyuki. Tupatane kesho the same time, and God bless you so much. Watu wetu wa Ramadhani wasichana, sasa najua mnaenda kwenda kazi mpaka tulale saa 9, tuko pamoja na nyinyi. Ukitaka kunipigia simu nipigie, nitachukua, lakini nikikata ujue ninaongea na bibi yangu. Thank you so much guys. I love you so much. Ninawasalute. Tupendane na tuzidi kukua watu wa maana kwa hii life. Thank you so much. Na nimesweat hata sitaoga mwili. Nitaoga yote.